ya Taifa ilitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tume hiyo imemtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa asilimia 97.66 ya kura halali 132,678,844 zilizopigwa. Huu ushindi uliotangazwa ni mkubwa kuliko ule ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2020 ambaye alitangaziwa kwamba amepata asilimia 85. Haidhuru watu walioshiriki katika uchaguzi kidogo, ilikuwa kama nadhani asilimia 50 hivi. Na vile vile ushindi uliotangazwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan unapikwa hata ushindi wa Mwalimu Nyerere alioshinda wakati wa uchaguzi wa mwaka 1962 wakati tunaingia katika jamhuri, na alimshinda Zuberi Mtembu wa chama cha African National Congress ANC kwa asilimia 95. Na wakati ule wapiga kura waliokuwa wanapiga kura hawakufika hata milioni 2. Lakini Mama Samia katika wapiga kura milioni 32 amepata asilimia 97.66. Ni jambo la kushangaza kuona ushindi wa kiwango hiki ukitangazwa, lakini serikali ilifunga internet kwa siku 4 mfululizo. Shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa zimesimama, na hata mufti wa Tanzania alitoa tamko kuwataka Waislamu wasiende msikitini siku ya Ijumaa, waswalie nyumbani kwa hofu ya usalama. Swali la msingi, kama wananchi wanaipenda CCM na Mama Samia kwa kiwango hichi, ni kwa nini serikali inahofia maandamano na vurugu toka kwa wahuni wachache? CCM inapendwa kweli. Asilimia 97 wamepiga kura. Asilimia 87 ya watu walioandikishwa kwenye daftari la kupiga kura wamejitokeza kumpigia kura. Halafu pana hofu. Hata kuapishwa wameapisha kinyemela bila kuweza kuwakaribisha wapiga kura wanaompenda sana. Kafu inasisitiza kuwa matokeo yaliyotangazwa hayawakilishi uhalisia wa kura zilizopigwa. Ni matokeo ya kupikwa, yamevunja misingi ya haki, uwazi na uhalali wa kidemokrasia. Serikali imepoteza kabisa imani kwa wananchi ndani na nje ya nchi. Sasa katika uchaguzi huu, na hili jambo lilipaswa nilieleze baadaye, lakini bidi nieleze mapema, kumetokea vifo wakati wa uchaguzi. Taarifa nyingi kutoka ndani na nje ya nchi zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wananchi wamepoteza maisha katika maandamano na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. CUF Chama cha Wananchi kinaitaka serikali kuunda tume huru ya uchunguzi ikiongozwa na jaji anayeaminika ili kuchunguza kwa kina mauaji haya na wahusika wote waweze kuwajibishwa. Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa na ushiriki mdogo wa wapiga kura. Kinyume na takwimu za tume ambazo zinadai kuwa wapiga kura 132,803,310 sawa na asilimia 87.13 ya wapiga kura wote walioandikishwa walijitokeza, wakati hali halisi inaonyesha vituo vingi vilikuwa tupu.
Na katika hili hata taarifa ya watazamaji wa SADC wanaeleza kwamba wamekuta kuna vituo hakuna hata mpiga kura mmoja, na kuna vituo ambavyo askari ni wengi kuliko wapiga kura. Sababu za kuwa na wapiga kura wachache, kwanza kulikuwa na hofu iliyochochewa na matamko ya serikali na baadhi ya viongozi wa dini kuhusu kulinda amani. Kila saa mtu anasema tulinde amani siku ya uchaguzi. Watu wakaanza kushtuka, mbona tunapewa kulinda amani? Kila saa mtu anazungumzia kulinda amani. Huenda kweli amani itavurugika. Lakini palikuwepo vyombo vingi vya dola ambavyo vilikuwa vinapita mitaani, ambavyo vilileta hofu kwa wananchi. Pia kulikuwa na kampeni za mitandaoni zilizohamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi huu. Aidha, kampeni ya urais ambayo kwa kawaida ndio inaleta mvuto sana katika upigaji wa kura ilikuwa ya upande mmoja, zikitangazwa zaidi na vyombo vya habari vya serikali kwa niaba ya mgombea wa CCM. Wagombea wa upinzani wakiwemo wa CUF hawakupewa nafasi katika vyombo hivyo. Hata vyombo ambavyo sio vya serikali navyo kidogo vilikuwa vina wasiwasi kidogo. Vilikuwa vyenyewe vinafanya self censorship, kwamba wakati wowote unaweza leseni yako ikafungiwa. Kwa hiyo ndio maana hata mpaka hivi sasa wakati mwingine, mimi sina television lakini napewa taarifa wakati ambapo watu wamezoea kutazama habari, panakuwa na kipindi kingine wakati wa habari. Katika uchaguzi huu chama cha CUF kimeshughulikiwa vizuri sana, kimeshughulikiwa barabara. CUF ilikuwa na wagombea wenye mvuto mkubwa wa kushinda uchaguzi katika majimbo mbalimbali yakiwemo jimbo la Kaliwa, Mtwara vijijini, Mbagala, Temeke, Handeni mjini, Handeni vijijini, Kondoa vijijini, Newala, Nanyamba, Masasi mjini, Liwale, Kilwa kaskazini, Kilwa kusini na majimbo mengine. Hata hivyo, vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi walihakikisha hakuna mgombea wa CUF anayetangazwa kushinda hata jimbo moja. Kasoro katika zoezi zima la kupiga kura, tume ilitangaza vituo 99,911 vya kupigia kura. Kwa idadi hiyo waliotangazwa, kila kituo kingekuwa na wastani wa wapiga kura 328. Kuna vingine vilikuwa na wapiga kura wengi zaidi hapo, vingine wachache kidogo, lakini wastani ulikuwa wapiga kura 328. Kwa mchakato wa kawaida wa kupiga kura, mimi nilikwenda kupiga kura kwenye kituo cha Mtongani, shule ya Mtakuja, shule ya msingi ya Mtakuja. Mimi nilipata bahati, tuliletewa message kwamba unaweza kutambua kituo chao cha kupiga kura kwa kupiga namba fulani ya simu. Nikapiga namba ile, nikajulishwa kwamba kituo chako kiko shule ya msingi Mtakuja namba A7. Nilikwenda pale, sikupata maelekezo yote kituo cha A7 kiko wapi. Ilinichukua kama dakika 5 kuweza kutambua kituo kilipo. Nilikwenda kwenye kituo kwa ule utaratibu wa kwanza unatambulishwa, palikuwa na orodha iko nje. Linatazamwa jina lako. Unaingia kwenye kituo kupiga kura. Unapewa daftari ili utambue picha yako. Halafu unapewa karatasi za kupigia kura. Ukishapewa karatasi za kupigia kura, unajulishwa kwamba kapige kura, halafu ujaze katika maboksi haya au katika ndoo hizo. Kwa kuingia ndani ya kituo mpaka kumaliza zoezi la kupiga kura na kuwekewa wino kwenye kidole, inachukua wastani wa dakika 5. Sasa ikiwa kituo
kina wapiga kura 328 na kila mpiga kura anachukua wastani wa dakika 5, na mimi nilikuwa mwepesi kuweza kugundua picha yangu na kuweza kugundua sehemu zote za kupigia kura. Nilichukua dakika 5. Maana yake ukiwa na wapiga kura 328 kila mmoja akachukua dakika 5, utahitaji masaa 28 kuwamaliza wapiga kura hawa. Kwa hiyo hata kama nusu ya wapiga kura hawa wengetokea kwenye kituo, upigaji kura usingeweza kumalizika siku moja. Lakini bila haya, na tena hawa ni majaji, wanasema 87%. Asilimia 87 ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo. Na hali pale watazamaji wa kimataifa wamekuja wa SADC, wanaeleza wameenda kwenye vituo hakuna mpiga kura. Wameenda kwenye vituo kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji bila haya wanasema watu milioni 32 wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la fedheha. Watu ambao unadhani kwamba kidogo afadhali wamekuwa ni majaji, waweze kulinda heshima zao, wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea. Ni Watanzania wenzetu. Unabaki mtu unasikitika, hivi tumefikia wapi sisi? Tumefikia wapi? Ndugu zangu, kuna maeneo ambayo wagombea wetu walikamata kura zinapigwa mapema kabla ya siku ya uchaguzi. Mheshimiwa Mleki alikuwa mgombea wetu ni wala vijijini. Aliwafuma makada wa CCM kwenye zoezi la Oktoba tunatiki. Mlikuwa mnaona matangazo ya Oktoba tunatiki. Kumbe ilikuwa unatiki hata kabla ya siku ya kupiga kura. Amewakuta wanapiga kura, polisi wakaja, yeye ndio amekamatwa, kakaa siku 4 jela. Wale waliokuwa wanapiga kura wanaendelea na zoezi la Oktoba tunatiki. Na hili zoezi la Oktoba tunatiki lilikuwa linafanyika hata ndani ya vituo vya kupigia kura. Watazamaji wanasema wameona lundo la kura ambazo zinaonekana kama zilipigwa na mtu mmoja. Kuna wapiga kura walikuwa wanalamika, mtu analeta nani kura 10 amepiga kura. Wakala analalamika, anasema jaza fomu. Kuna fomu hapa ya kujaza kulalamika. Lakini waendelee, kura zinaendelea kupigwa. Aibu. Tena watazamaji wamekuja, hawa watazamaji wa SADC Tanga wamezuiwa kuingia vituoni. Wanaambiwa hawana barua za utambulisho, kwamba wawasiliane na Wizara ya Mambo ya Nje. Wakanyang'anywa na passport. Wameandika kwenye ripoti yao, watazamaji wa SADC wamenyang'anywa passport. Baadaye ndio wakaomba wakarejeshewa. Wao katika utazamaji wanapiga picha kwenye matukio haya yanapotokea. Simu zao zikakamatwa, zile picha zikafutwa. Wanaandika kwenye ripoti. Sasa Mama Samia, unapokutana na marais wenzako wa SADC, uso wako unaufikia wapi? Huna haya? Binadamu gani? Huna haya? Mnaendeshaje uchaguzi? Watu wanakuja kutazama uchaguzi, mnakamata pasipoti zao. Na hali taratibu za kutazama uchaguzi zimekubaliwa ndani ya SADC.